Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, na mwelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama chochote kile. Kwa hata tamko lake alilolitaja hajazungumza kitu chochote kuhusiana na sheria gani inamwelekeza kuwa na mamlaka hayo, na kama ni mamlaka ya kutangaza hali ya hatari kwenye nchi, hiyo mamlaka iko kwa mujibu wa katiba na ni mamlaka ambayo imetolewa kwa kiongozi wa nchi tu. Kwa hiyo kauli ya Patrobas sisi tunaichukulia kama ni mtu alikuwa anajifurahisha, ametoka nyumbani kwake, amekula ugali, ameshiba, akaenda kutoa hiyo kauli. Sasa kwa binadamu tulishaondoa free will, tumejiwekea utaratibu wa kisheria, na sheria ya vyama vya siasa, katiba ya nchi, sheria ya jeshi la polisi inaelekeza kwamba mikutano ya vyama vya siasa inafanywaje, utaratibu wake ukoje, na haimpi mandate yoyote anayejiita waziri au waziri halali kufuta hiyo mikutano. Kwa hiyo nafikiri ni jambo ambalo sisi hatukubali. Naam, kauli ya Waziri Katambi imeendelea kupingwa vikali na viongozi wa upinzani pamoja na wananchi, wakitaka aweze kujiuzulu mara moja. Haya ni kulingana na matamshi yake bungeni kuwa wananchi hawaruhusiwi kwenda kuandamana tarehe 7 mwezi wa 7, na pia yeye za kupiga marufuku mikutano ambayo yamekuwa kiendeshwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambaye yamekuwa kiongozwa na naibu mwenyekiti wa chama hicho John Heche. Na kama tulivyomsikiza John Heche, kwa kauli yake alisema kuwa hawakubaliani na matamshi ya Waziri Katambi, kwa kuwa pia kwa sheria haruhusiwi kufanya hivyo. Na wengi kupitia kwenye mitandao ya kijamii wameweza kumkosoa waziri huyu. Vile wakili Peter Madeleka ameandika na kusema Waziri Patrobas Katambi hana mamlaka ya kuzuia jambo ambalo limeruhusiwa kikatiba chini ya ibara ya 3(1). Mikutano ya hadhara ni haki ya vyama vya kisiasa kwa mujibu wa katiba na sheria. Kama hamtaki upinzani, badilisheni katiba. Na wengi wameweza kutupilia mbali matamshi yake Waziri Katambi. Hata tungependa kusikia kutoka kwako, tuandikie hapa chini. Huyu aliandika na kusema, Joseph Selasini aliandika na kusema, nchi inaendeshwa kwa katiba ila sio hisia. Hakuna chombo juu ya katiba. Huku sio kuisaidia CCM, bali ni kutangaza hadharani kuwa polisi hawawezi kutekeleza sheria wala kugundua viashiria vya vurugu na kukubaliana navyo. Sasa kama mmekataa mikutano, jiandaeni kupokea maandamano. Na ni matamshi tu ya Katambi ambayo yameweza kuzua vurugu kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Tito Magoti ameandika na kusema amri ya Patrobas Katambi kuzuia mikutano na shughuli za kisiasa ni batili na haitekelezeki. Hiyo inapaswa kupuuzwa na kutendewa kama tamko la mtu mwenda wazimu. Taifa letu sio geto la mboga mboga, kwamba wataamua haki zipi tufurahie na zipi ziwe hisani aluta continue. Na kama unavyoona, wengi wameweza kukasirishwa na matamshi yake Waziri Katambi na kuzungumza kuwa Tanzania inaendeshwa na katiba, bali sio watu wenye madaraka na kuongoza wananchi kwa njia isiyo. Na amri hiyo iliyotolewa na Bwana Katambi ya kuzuia mikutano ya hadhara ya vyama vya kisiasa, hasa wanalenga Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambao wamekuwa wakifanya mikutano ya kisiasa kwa muda sasa, imeweza kuzua maswali makubwa kuhusu haki za kisiasa, uhuru wa kujieleza na mstakabali wa demokrasia nchini, wakimtaka waziri huyu Katambi aweze kujiuzulu mara moja kwa kuwa hajui kazi yake ni ipi. Na hatua kama hii inaweza kutafsiriwa na wengi kuwa ni njia ya kuzuia ushindani wa hoja badala ya kujibu hoja za wapinzani kupitia mjadala wa wazi. Kumbuka alizungumza kuwa hakuna hoja za kimsingi ambazo zinawapeleka watu kwenda kuandamana tarehe 7 mwezi wa 7, na pia kuna hoja za kimsingi ambazo zimekuwa zikiendeshwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo katika mikutano yake. Kumbuka chama cha Chadema kimekuwa ikiendesha misingi ya kuwa katiba iweze kubadilishwa na pia kiongozi wao Tundu Lissu aweze kuachiliwa huru, huku serikali
Mama Samia Suluhu imekuwa ikitupilia mbali matakwa ya chama hicho, na wananchi wanahitaji majibu ya maswali ya msingi kama vile: je, kuzuia mikutano ya hadhara kutapunguza ugumu wa maisha unaowakabili wananchi? Je, kutarejesha imani ya wawekezaji na washirika wa maendeleo? Kutatoa majibu kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu yakiwemo matukio yaliyoripotiwa tarehe 29 mwezi wa Oktoba mwaka 2025. Je, kutatoa majibu kuhusu tuhuma za ufisadi na utajiri mkubwa wa baadhi ya mawaziri na watumishi waandalizi wa serikali ambazo zimeendelea kuzua mjadala na maswali mengi ya uwajibikaji. Changamoto za taifa haziwezi kutatuliwa kwa kuzuia mikutano ya kisiasa. Wananchi wanatarajia kuona uwajibikaji, utawala unaozingatia sheria na katiba, huku Waziri Katambi akitakiwa kuja bungeni ili aweze kuwaomba wananchi kwa jumla msamaha, na pia Chama cha Demokrasia na Maendeleo msamaha, na kuweka wazi kuwa wananchi wana uhuru wa kuandamana tarehe 7 mwezi wa 7, na pia chama cha upinzani Chama cha Demokrasia na Maendeleo kikatiba ina haki ya kuendesha mikutano ya kisiasa ambayo John Heche, naibu mwenyekiti wa chama hicho, amekuwa akiendesha katika maeneo kadhaa. La sivyo, wananchi pamoja na wanaharakati na watetezi wa haki za kibinadamu wamemtaka Waziri Katambi aweze kujiuzulu kama hataomba wananchi msamaha. Lakini tungependa kusikia kutoka kwako, tuandikie maoni yako kuhusiana na hili suala nzima la Katambi ambalo limeweza kuzua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii. Kama tulivyomsikiza John Heche, aliweza kuzungumza na kusema kuwa yeye maneno ambayo alikuwa anaongea bungeni yalikuwa tu ni porojo, kuwa waziri huyu hana mamlaka yoyote kikatiba ya kusimamisha mikutano ya kisiasa na kutangaza kuwa hakuna ama wananchi hawana mamlaka ya kuandamana kwa kuwa hawana sababu za kimsingi ya kuandamana, ila wananchi wameweza kutaja sababu zao za kimsingi ya kwenda kuandamana tarehe 7 mwezi wa 7, kuwa wanataka wale wote ambao waliweza kupoteza wapendwa wao siku ya uchaguzi mkuu waweze kufidiwa na serikali, na pia mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu aweze kuachiliwa haraka iwezekanavyo kwa kuwa kesi la uhaini linalomkabili si la kweli, na pia katiba iweze kubadilishwa. Lakini tungependa tu kusikia kutoka kwako, tuandikie maoni yako kuhusiana na hili swala nzima. Je, unakubaliana na waziri huyu Katambi au la? Tuandikie maoni yako, tungependa kusikia kutoka kwako, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini, na asante kwa kufanya hivyo. Hadi wakati mwingine.